Movie inaanza katikati ya dunia. Tunamuona Kong akikimbizwa na wanyama wakubwa kama chui. Anafika mwisho wa njia, mbele kuna bonde, hivyo anaamua kukamata mmoja wa wanyama hao wakubwa na anamuua mbele ya wengine ili kuwaogopesha wanyama waliobaki. Hivyo wanyama wote ambao walikuwa wakimkimbiza Kong wanakimbia. Picha linatuleta katika dunia ya kawaida. Tunamuona Dr. Alien akiwa na watraki wanyama hao wakubwa kwa kutumia signal katika kompyuta, lakini kuna baadhi ya signal Dr. Alien anashindwa kuzielewa. Katika mzigo Godzilla naye yupo. Godzilla ni mnyama mkubwa ambaye yeye mara nyingi huwa anaishi baharini na yeye huwa anawalinda binadamu kutoka kwa wanyama wakubwa wakali. Godzilla akiwa amepoa huko baharini, anatokea kiumbe mkubwa huko Rome na anaanza kusumbua. Hivyo Godzilla anatoka baharini kwenda kukabiliana na kiumbe huyo, na Godzilla anashinda kwa kumuua kiumbe huyo. Tunarudishwa tena katika ofisi ya Dr. Alien. Dr. Alien anaona signal za hatari katika Hollow Earth. Huko ni kule ambako Kong anaishi, lakini anashindwa kuzielewa signal hizo. Kwa wakati huo mtoto wa Dr. Alien ndio anapata maono kichwani, ambapo anajikuta anachora vitu vya ajabu pasipo hata yeye mwenyewe kuvielewa. Mwalimu na darasa zima linamshangaa Gio akiwa anachora vitu tofauti na wengine wanavyovifanya. Na baadaye jioni, baada ya darasa kuisha, mwalimu anamuonyesha mama yake Gio vitu ambavyo Gio alikuwa akivichora wakati akiwa darasani. Dr. Alien anachukua michoro ambayo alikuwa akichora binti yake na mchukua na binti yake wanasepa mpaka nyumbani. Lengo la Dr. Alien kuchukua michoro hiyo ni kwamba anataka kafanyie uchunguzi juu ya michoro hiyo ambayo alikuwa ameichora binti yake. Ikafika usiku, Gia akiwa amelala, basi akaanza kupata maono tena. Maono haya yalikuwa yakiashiria kwamba anahitajika arudi katika jumuiya yake ambayo ni watu ambao wana uwezo wa kuongea na Kong. Kibongobongo tunasema soko mtu. Baada ya Gia kupata maono hayo, alishtuka kutoka ndotoni, na mama yake alipokuja, Gia alimwambia mama yake kuhusiana na maono ambayo alikuwa ameyaona, na mama yake akamwahidi kwamba atayafanyia kazi. Sasa Gia yeye alikuwa ni mtu ambaye anatoka katika kabila la A. Kabila la A ni wale watu ambao wanaishi porini na uwezo wa kuongea na wanyama wakubwa. Na baadaye Dr. Alien alipoangalia michoro ambayo alikuwa amechora Gia, alikumbuka ni kwamba ni sawa sana zile signal ambazo yeye alikuwa ameziona katika kompyuta yake katika siku hiyo. Dr. Gio akaamua kwenda mpaka kwa Belen. Huyu ni mtaalamu wa signal. Alipofika kwa Belen, alimuonyesha Belen signal hizo, na Belen alimwambia kwamba hii inaashiria kwamba watu waliopo katika Hollow Earth wanaindicate kwamba kuna shida ambayo itatokea hivi karibuni, hivyo wanahitaji msaada. Wakati huo tunamuona Kong akitoka katika Hollow Earth pia akija katika dunia ya kawaida. So Dr. Alien akiwa nyumbani kwa Belen alipokea ujumbe kwamba Kong amekuja duniani, hivyo anahitajika kwenda kumuona. Baada ya muda, Dr. Alien anagundua kwamba Kong amekuja kwa sababu ana matatizo ya jino, hivyo anawaita specialist wa meno, na hivyo anakwenda kumbadilisha lile jino ambalo linamuuma na anamwekea jino lingine la chuma. Baada ya hapo, Dr. Alien pamoja na timu yake wanaamua kwenda katika Hollow Earth wakiongozwa na Kong.